Mungu uwezo kumuona direct. Amen. Lakini yeye yuko pale ni mfano na ni mzaliwa wa kwanza wa viumbe wote. Huyo ni Yesu mwenyewe. Hebu sema amen. Amen. Some kitabu cha Wakolosai. Wakolosai 2 mstari wa 9. Maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili. Haleluya. Amen. Ndani ya Yesu utimilifu wote wa Mungu unakaa ndani yake. Amen. Kwa hiyo maana tumemuona Mungu kwa jinsi ya mwili. Ndio maana kwa uhakika kabisa ninaweza kusema ya kwamba Yesu ndiye Mungu. Katika maswali muhimu sana ya Ukristo wako, ya kiimani yako, ni unamchukuliaje huyu Yesu? Je, unamchukulia kama mwanadamu wa kawaida ama unamchukulia namna gani? Hilo ni swali, ukishalijibu hilo kwa makosa tayari unaanza kupotea. Lakini ukalijibu vizuri, ukaenda nalo sawa sawa, tayari ni hatua moja ya kwenda kuzimiliki nguvu za Yesu ndani yako. Maana amesema yeyote aziaminie kazi zangu naye atazifanya hata zaidi ya kazi ninazozifanya. Haleluya. Kwa hiyo kuna miujiza mingi imejificha ndani yako. Inachotakiwa ni imani yako tu. Amen. Uamini ya kwamba Yesu anatenda, Yesu ndiye Mungu. Amen. Ukishaamini tayari uko katika msingi unaostahili. Amen. Haleluya. Amen. Yeye ambaye alitabiriwa na akaja kudhihirishwa katika mwili. Amen. Kwa hiyo tunaambiwa ya kwamba utimilifu wote wa Mungu upo ndani ya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Amejaa utimilifu wa Mungu kikamilifu. Hebu sema amen. Amen. Naomba tusome kitabu cha Mathayo. Mathayo 1:20. Tuanze mstari wa 20, jinsi alivyotabiriwa kabla ya kuja kwake. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto, akisema, Yusufu, mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Ndio. Mstari wa 21. Naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Hayo yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii, akisema, tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Hapo. Amina. Yaani hapo umemaliza kila kitu msomaji. Yaani ile jina la Yesu limekuja kutimiza unabii. Yaani huyu ni malaika anamwambia Yusufu ambaye ameshaposa binti, lakini anakuta binti tayari ana mimba. Amen. Anapotaka kumkimbia, ndipo malaika anakuja kumuonya kwenye ndoto, kumwambia huyu amechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na kumpa jina kama huyu mtoto atakazaliwa mtamuita jina lake Yesu. Lakini hilo jina linatimiza unabii uliotolewa zamani ya kwamba atazaliwa mtoto mwanamume ambaye ataitwa jina lake nani? Imanueli. Amen. Haleluya. Kwa hiyo kuna majina mawili hapo. Jina Imanueli, na amelieleza maana ya hilo jina ni nini? Mungu pamoja nasi. Imanueli maana yake nini? Mungu pamoja nasi. Amen. Kwa hiyo anapozaliwa huyo mtoto maana yake ni Mungu yuko pamoja nasi. Amen. Kwa hiyo ni Mungu kamili. Ni yeye mwenyewe yuko pamoja na wanadamu. Amen. Sasa baada ya hapo bado unabisha kitu gani? Muulize jirani yako, bado unabisha nini? Mwambie bado wauelewi nini? Amen. Maana ya Mungu pamoja nasi ni nini? Maana yake ni Mungu ameshaingia katika mwili. Haleluya. Unaelewa ama uelewi? Muulize vizuri, kwa sababu baada ya hapa kuna maswali yanakuja. Haya, twende sasa Ufunuo wa Yohana.
Kabla ya Ufunuo tusome Isaya 9 mstari wa 6. Hapa tunasoma majina ya Mungu, jinsi Mungu anavyodhihirisha kupitia majina yake mbalimbali. Amen. Amina. Nitasoma kitabu cha Isaya sura ya 9 na mstari wa 6. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, umepewa mtoto mwanamume, ndio, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Hebu piga makofi mengi mbele za Bwana. Huyo ni mtoto lakini tayari ni Mungu. Ni mtoto tayari ni Mungu. Na hapo anatabiriwa miaka mingi kabla, ni nabii Isaya. Amen. Haleluya. Tunaenda mbele ambapo Yohana anatupwa katika kisiwa cha Patmo. Na anaanza kuona maono, anatokewa katika vision. Ufunuo wa Yohana 1 mstari wa 8. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, ndio, asema Bwana Mungu, aliyeko na aliyekuwako, na atakayekuja, Mwenyezi. Hapa anayesema Bwana Mungu ni Yesu mwenyewe. Amina. Ukitaka kujua kama aliyekuwa anaongea naye, ukaisoma hiyo Ufunuo yote, utakutana na mahali Yesu anajiita mimi ni Alfa na Omega, mimi ni mwanzo na mwisho. Haleluya. Ni Mungu mwenyewe anasema, na ni Yesu anasema. Hamna mwanadamu anaweza kujiita yeye ni Alfa na Omega. Hamna mwanadamu anaweza kujiita yeye ni mwanzo na mwisho. Amen. Yaani mwanzo wa matatizo, mwanzo wa shida ni yeye mwenyewe. Mwisho ni yeye mwenyewe, anamaliza kila kitu. Haleluya. Haleluya. Tunaelewa ama tunaelewa? Amen. Kama kuna mtu ana neno la nyongeza. Haleluya. Amen. Nani ana andiko jingine la kuongezea hapo kuonyesha kwamba Yesu ndiye Mungu? Tupe hilo andiko. Au na swali? Wasomaji watanisaidia. Linasemaje? Anasema kwamba kikao kilifanyika mbinguni. Nani ni mtume? Lakini watu wote walikaa kimya. Ndipo sauti ikasikika. Nitume mimi. Kwa hiyo hapo nikaelewa kwamba ile sauti ambayo ilikuwa inasikika alikuwa ni Mungu mwenyewe. Kikao kilifanyika mbinguni. Watumishi mnakumbuka? Na nani anaweza kutuelezea hiyo scenario kwamba alisema ni mtume nani? Alafu mmoja akasema nitume mimi. Hayo ni mafundisho ya kule ulipotokea. Amina. Si ndio? Isaya. Naomba tumfafanulie. Tunaielewaje? Maana wengine wanasemaga kulikuwa kuna Mungu na malaika. Wengine wanasema kwamba aliyenyoosha kidole alikuwa Yesu. Kwa hiyo Mungu alikuwa hapa na Yesu alikuwa hapa. Hebu tusome kama ilivyo ngapi, alafu watumishi wasaidia kuifafanua vizuri. Anzia mstari wa 1. Amina. Kitabu cha Isaya sura ya 6 na mstari wake wa 1 na kushuka nao. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia, nalimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Mstari wa 2. Juu yake walisimama maserafi, na kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka. Wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana. Hao ni nani wanaoitana? Malaika. Dunia
yote imejaa utukufu wake. Mstari wa 4. Na misingi ya vizingiti ikatikisika kwa sababu ya sauti yake aliyelia, nayo nyumba ikajaa moshi. Ndipo niliposema, ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu. Huyo anayesema hivyo ni nani huyo? Nabii Isaya. Twende taratibu. Amina. Nami nikakaa kati ya watu wenye midomo michafu. Nukta mkato. Na macho yangu nimemwona mfalme, mkato, Bwana wa majeshi. Nukta. Mstari wa 6. Kisha mmoja wa maserafi wale akaruka na kala moto mkononi mwake, mkato, ambalo ya madhabahu. Ndio. Mkato. Mstari wa 7. Akanigusa kinywa changu kwa kaa hilo, akaniambia, kwa kazi maalum ya kimungu. Amen. Tuendelee. Hili limekugusa midomo yako, mkato, na uovu wako umeondolewa, mkato, na dhambi yako imefunikwa. Nukta. Mstari wa 8. Kisha nikasikia sauti ya Bwana akisema, ndio, ni mtume nani? Ni mtume nani? Naye ni nani atakayekwenda? Aliyesikia sauti ni nani? Isaya. Baada ya kutakaswa akafunguliwa kinywa, akafunguliwa masikio, akafunguliwa macho. Unabii wake sasa ndio unaanza kukamilika. Anaanza kusikia sauti ya Mungu moja kwa moja. Mpaka hapo tuko sawa? Amen. Ndipo niliposema, mkato, mimi hapa, mkato, nitume mimi. Nukta. Unajua katika utumishi unaweza kuwa unafanya huduma lakini bado Mungu hajakutuma. Amen. Unaendelea huku unafanya dhambi, huku unapiga bia, huku unahubiri, huku unaimba kwaya, huku unasengenya watu, mpaka siku serafi atakapokuja kuchoma kinywa chako na kala moto, ndipo utasikia sauti kabisa ya Mungu wazi wazi. Baada ya hapo huwezi kuchanganya tena dhambi pamoja na huduma ya Mungu. Amina. Wewe ukijiona bado kuna mambo unayafanya yaeleweki, bado kuna siku yatakutokea yaliyomkuta Isaya. Amen. Kwa hiyo hapo mwenye swali umeelewa kwanza mpaka hapo? Huyo ni Isaya. Sio cha mbinguni iko. Isaya alikuwa hapa duniani. Malaika wakamtokea hapa duniani. Amen. Wakamtakasa. Baada ya mtesi wake kufa alikuwa anaitwa nani? Labda kama kuna andiko jingine unalisemea, kama ni hilo hapa iko wazi. Mbona kidogo labda tutafutana na vitu. Mstari wa 9. Naye akaniambia, mkato, enenda, mkato, ukawaambie watu hawa, mkato, fulizeni kulisikia, mkato, lakini msifahamu. Nukta. Mkato, fulizeni kutazama. Kwa hiyo sasa hapo utasoma mwenyewe. Hapo nabii Isaya anapewa kazi ya kwenda kufanya. Amen. Kama vile baba mzee wa Yesu ameambiwa nenda wakawaambie mimi ndiye Mungu, Yesu ndiye Mungu. Anapewa ujumbe maalum. Kuna manabii wengine wamepewa kazi ya kukemea. Nenda ukawakemee watu wa Tanzania hivi na hivi na hivi. Amen. Nenda ukawakemee watu, ukawaambie watu kuhusu dhambi zao. Mwingine ametumwa tu kwa ajili ya ukoo fulani, ukoo huu umekubuu sana katika uchawi. Sasa kwenye mafundisho mengine unakuta mtu anachukua andiko hili na hili, anayapika pika pale, anaunganisha, anakwambia ilikuwa mbinguni. Amen. Wewe ukipewa andiko, rudi nyuma kidogo. Amina. Uone lilianzia wapi. Amen. Usichukue kama lilivyo. Wewe rudi nyuma kidogo na mbele kidogo, usome pote, upate picha nzima. Amen. Haleluya. Ndio maana ukipata kipeperushi usisome tu maandiko kwenye kipeperushi peke yake. Kipeperushi kile kimekupa structure ya jinsi ya hilo neno. Amen. Lakini kila neno ukalisome vizuri, ukalitanue, ukakielewe. Ndio maana tunapewa wiki nzima ya kupambana na kipeperushi kimoja.
Na hata kwa mfano hii somo tu la damu ya Mungu tunaweza tukatembea nalo mwaka mzima, na kila siku tunakuletea mafunuo mapya humo. Amen. Haleluya. Amen. Nani mwingine mwenye swali kuhusu Yesu ndiye Mungu? Au mimi nikuulize? Upande huu hapo kimya sana, tujue monitor wenu huku ni nani? Haleluya. Haleluya watumishi. Tumeelewa vizuri? Nani anataka kuongeza kitu au kuna andiko fulani linamkeleketa anataka alitoe hapa? Pengine tumelisahau. Litawasaidia watu wengine kuelewa zaidi. Andiko lolote unalolikumbuka ambalo litatufundisha, kwa sababu tumesoma kile kitabu cha mzee wa Yesu kinachosema Yesu ndiye Mungu. Amefafanua kwa kirefu mle. Kristofa, kuna andiko lolote unalikumbuka? Tusaidiane hapo kuna nini? Tutafutie lile andiko. Alipouliza Herode akauliza wapi amezaliwa Kristo? Mathayo 2:11. Anzia mstari wa kwanza. Amina. Nitasoma kitabu cha Mathayo sura ya 2 na mstari wake wa kwanza. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi, ndio zamani za mfalme Herode, ndio tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu. Wakafika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Ndio, kwa maana tuliiona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Mstari wa 3. Basi mfalme Herode aliposikia hayo alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu, akatafuta habari kwao, Kristo amezaliwa wapi? Mstari wa 5. Kristo amezaliwa wapi? Amen. Tumeona ya kwamba Yesu ni jina ambalo lilitoka kwa malaika, na ndio roho, ndio neno lenyewe. Na mtumishi hapa alituambia Kristo ni ule mwili. Haleluya. Kristo ni ule mwili, kwa sababu wale wanadini watakuuliza swali, na maana Mungu wenu alizaliwa? Hilo ndio swali la mtego utakaloulizwa. Lazima ujipange na majibu. Mimi nikikutuma hapa kesho uanze kuhubiri, usianze kunipigia simu. Haleluya. Amen. Usianze kunipigia simu nikutana na swali gumu ndo tunalijibu. Bora kama una swali na wewe uulize kabisa hapa. Kesho tunasambaa Dar es Salaam nzima. Ina maana Mungu wenu alizaliwa na mtu? Kwa sababu kuna watu mpaka leo wanajiita mimi ni Mungu. Wapo Mwanza wapi, na hamna mtu anayewapiga mawe. Haleluya. Amen. Wapo wanajisema mimi ni Mungu. Lakini Yesu alivyojitambulisha alipigwa mawe, kwa sababu wale waliona kweli huyu hapa. Amen. Kwa hiyo aliyezaliwa ni Kristo, ule mwili. Roho inatoka kwa Mungu. Amen. Roho inatoka kwa Mungu. Ndio maana wewe umezaliwa mwili wako kimwili. Kuna kuzaliwa kimwili na kuzaliwa kiroho. Haleluya. Amen. Kwa hiyo Mungu wetu sisi hajazaliwa na mwanadamu. Alikuja akachagua mwili wa kukaa kwa mwanadamu mmoja wetu. Amen. Akakaa ndani ya mwili wa Kristo. Ndio maana hapo alielewa akauliza wapi amezaliwa Kristo. Amen. Amen. Swali jingine? Changamoto nyingine kwenye swali la kitabu cha Mathayo 3:16-17. Tusome kitabu cha Mathayo 3:16 na 17. Amina.
Nitasoma kitabu cha Mathayo sura ya 3 mstari wa 16 na wa 17. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama, mbingu zikamfunukia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua akija juu yake. Mstari wa 17. Na tazama, sauti kutoka mbinguni ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Amina. Haleluya. Haleluya. Haya, tunarudia tena. Kumbuka hapa huyu alishapewa jina. Malaika alishasema kwamba mtamuita nani? Yesu. Maanake ile jina tayari analo. Yeye anaona ni jina la kawaida, lakini ni jina la Mungu. Bado hapo halijadhihirishwa. Amen. Siku sasa yule Yesu Kristo anapokuja kubatizwa, Roho kuanza operation, kuanza kazi za Mungu hapa duniani, bado haijamvaa. Amen. Ile Roho ya Mungu mwenyewe kamili bado haijamvaa na kuanza kumtumia kwa kazi za Mungu. Alikuwa ni kijana wa kawaida, alikuwa ni mtoto wa seremala, baba yake seremala. Amen. Baba yake mlezi seremala. Kwa hiyo alikuwa ni msaidizi wake pale, saidia fundi. Amen. Anaambiwa lete nyundo, analeta nyundo, zinagongewa misumari. Lete mbao, analeta, vinagongewa misumari. Kwa hiyo anazo kesi za baba yake, anazo kesi za watu wengine pia. Wanamjua huyu ni ule mtoto wa seremala. Leo ameamini, anaenda kubatizwa. Cha ajabu kinachotokea, sauti inasikika. Amen. Amen. Sauti inasikika kwamba huyu ndiye mwanangu niliyependezwa naye, atakaye muamini maandiko yanasema, natazama sauti ikatoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Sauti inatoka huko inakuja hivi. Haleluya. Anaonekana huwa anashuka juu yake. Ile ilikuwa ni ishara ya ile Roho ya Mungu ya utendaji kazi ya kimungu kuja kutua na kumruhusu aendelee sasa na kazi ya kimungu. Sauti, mahali sauti inapotoka ni kama vile speaker. Mimi naweza nikawa nimesimama hapa mbele, nimeshika kipaza sauti. Amen. Walio nyuma ya kanisa kule, walio nyuma ya kanisa wanasikia kupitia speaker. Haleluya. Ukifumba macho utajua mimi niko nyuma yako. Yesu, unasikiza sauti inapotoka? Haleluya. Wewe unasikia mawimbi yametoka pale nilipo mbele madhabahuni, yameenda kwa njia ambazo wataalamu wanajua walichokifanya, lakini wewe unashangaa sauti, mbona mtumishi yupo huku lakini namsikia nyuma? Kwa hivyo yule Roho wa Mungu anaweza akawa ndani ya yule kijana anayebatizwa, lakini sauti ikatokea mbinguni. Teknolojia ya Mungu sasa hiyo, ambayo ni teknolojia inayopita teknolojia zote. Hawa kitu tukitrace pale tutaona mawaya, mara siku nyingine anaambia wanakwaya msizikanyaga, mzibandika na sote. Lakini kwa Mungu hamna waya. Sasa sijui kama wameelewa kweli. Yaani anaweza kawa nimetulia hivi, ninaongea kiroho. Yaani naweza nikawa nimetulia hivi ninaongea kiroho, lakini kutokana na teknolojia ya kimbinguni sauti ikawa inatoka juu. Amen. Amen.